Kwa nini watu hufanya maamuzi mabaya? Ushawahi kununua kitu cha bei ghali sana, halafu baada ya siku chache ukajiuliza, nilikuwa nawaza nini? Au ushawahi kumrudia mtu ambaye tayari alikuvunja moyo, ukiamini safari hii mambo yatakuwa tofauti? Au labda ulisema, kesho nitaanza maisha mapya, lakini kesho ilipofika, ukafanya yale yale uliokuwa umeapa kuyaacha. Swali ni, kwa nini jambo hili hutokea? Kwa nini hata watu wenye akili, elimu na uzoefu mkubwa bado hufanya maamuzi mabaya? Je, tatizo ni ukosefu wa akili? Au kuna kitu kingine kinachoendelea ndani ya ubongo wetu? Leo tutachunguza. Na mwisho wa video hii utaelewa kwa nini mara nyingi adui mkubwa wa maamuzi yako sio dunia inayokuzunguka, ni ubongo wako mwenyewe. Kosa la kwanza ambalo ubongo wako hufanya ni uchovu wa maamuzi. Fikiria ubongo wako kama betri ya simu. Kila asubuhi unaamka ukiwa na nguvu nyingi, lakini kila uamuzi unaofanya unapunguza nguvu hizo. Uamue uvae nguo gani, ujibu ujumbe upi, ufanye kazi gani kwanza, ule nini, ukutane na nani. Maamuzi haya yanaonekana madogo, lakini yote yanahitaji nguvu za kufikiri. Kadiri siku inavyoendelea, ubongo wako unachoka, na unapochoka huanza kutafuta njia rahisi. Ndio maana mara nyingi maamuzi mabaya hufanyika jioni kuliko asubuhi. Si kwa sababu umebadilika, bali kwa sababu uwezo wa kufikiri kwa utulivu umepungua. Lakini huo sio mtego pekee. Kuna mchezaji mwingine mwenye nguvu zaidi: hisia. Fikiria kuna watu wawili ndani yako. Mmoja ni mwenye utulivu, anapenda mantiki, anapenda kupanga, anapenda kufikiria kabla ya kutenda. Mwingine anaishi kwa hisia, anataka kila kitu kitokee sasa. Anakasirika haraka, anaogopa haraka, anashawishika haraka. Tatizo ni kwamba unapokuwa na hasira, hofu, furaha kubwa au msisimko mkubwa, huyo wa pili ndiye anayeshika usukani. Ndio maana unaweza kununua kitu ambacho hukuhitaji au kusema maneno ambayo baadaye utayajutia. Maamuzi yalifanyika ndani ya sekunde, lakini matokeo yake yanaweza kudumu kwa miaka. Lakini bado kuna mtego mwingine ambao watu wengi hawauoni. Ubongo unapenda kuthibitisha kile ambacho tayari umeamini. Ukishapenda jambo, utaanza kutafuta sababu za kulikubali, na utaanza kupuuza taarifa zote zinazokataa unachotaka. Ukishampenda mtu, utaona kila kitu kizuri. Ukishataka kununua gari fulani, utaangalia video zote zinazolisifu. Ukishaamua kuwekeza mahali fulani, utasikiliza watu wanaokuunga mkono pekee. Ubongo haukuwa unatafuta ukweli, ulikuwa unatafuta uthibitisho. Na hapo ndipo maamuzi mabaya huzaliwa. Sasa swali ni, tunawezaje kupunguza makosa haya? Kuna sheria rahisi ambayo inaweza kubadilisha maamuzi mengi katika maisha yako. Usifanye maamuzi makubwa ukiwa katika kilele cha hisia. Kama una hasira, subiri. Kama una furaha kupita kiasi, subiri. Kama umeona ofa ambayo inaonekana haiwezi kurudi tena, subiri. Jipe angalau masaa 24. Muda huo unaupa ubongo nafasi ya kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Na mara nyingi, baada ya muda huo, utaona jambo lile kwa macho tofauti kabisa. Labda tatizo halikuwa ukosefu wa akili. Labda tatizo lilikuwa muda uliochagua kufanya uamuzi. Jiulize swali moja: ni uamuzi upi ambao uliwahi kufanya kwa hisia ukaja kuujutia baadaye? Ningependa kuusoma kwenye maoni. Mimi ni Agapiti Mrema. Hapa Leo Imara hatuchunguzi watu, tunachunguza maamuzi, kwa sababu kila uamuzi una matokeo. Swali ni, je, umechagua kwa busara? Tukutane kwenye uamuzi unaofuata.